Kidogo tuzungumze mara baada ya mchezo wenu kugairishwa dhidi ya Simba. Pengine sisi hatukupata bahati ya kuwa huko Arusha. Namna ambavyo ilikuwepo hapo hali ya uwanja kabla na mara baada ya taarifa kutoka. Kilichokuwepo ni kama ambavyo tumeona mechi imeahirishwa, na sababu kubwa ni kutokana na hali ya hewa ya Arusha, kwa maana kumekuwa na mvua. Ndio. Kwa hiyo mamlaka husika imeona ni vyema kuahirisha mchezo huo, na hivyo itapangwa tarehe nyingine. Kwa hiyo ni lini, tusubiri mamlaka itakavyotoa taarifa kwamba ni siku gani ambayo mchezo huo unaweza ukachezwa. Lakini kwa sasa hivi mechi yetu ya leo haipo mpaka hapo itakapotangazwa tena. Pengine ni mabadiliko ambayo yametokea mara dakika kadhaa kabla ya mchezo, ama ni hali ambayo ilikuwepo tangu jana? Nafikiri kama ingekuwa tangu jana, kama kuahirishwa ingeahirishwa jana. Kwa hiyo sisi taarifa ya mechi kuahirishwa, na kwa sababu watu wote tulikopo uwanjani na hali ya hewa kila mmoja ameiona, kwa hiyo mechi imeahirishiwa tukiwa uwanjani. Sawa bwana, ni kama Simba kama mnakwepana hivi. Mara ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni machafuko yale tarehe 29. Sijajua, kwa sababu kila mechi inapochezwa kuna sababu inapoahirishwa. Kwa hiyo siwezi kulizungumzia zaidi jambo hilo. Muhimu tusubiri tuone ni lini tarehe itakapopangwa, basi tutasubiri tuone, lakini sifahamu, kwa maana hii ni mara ya 3 inaahirishwa kuchezwa, lakini mara 2 timu zikiwa zimeshafika uwanjani, na mara 1 tarehe inasogezwa mbele. Kwa hiyo sijui kitu gani ambacho kipo nyuma, lakini ndio hivyo, kwa sababu tarehe inayopangwa kuna changamoto inajitokeza na mechi inaahirishwa. Kwa hiyo tusubiri tu tuone mamlaka husika itapanga vipi, na hivyo sasa hivi tunajiandaa sasa na mechi ya tarehe 18 dhidi ya Young Africans. Wakusanya mapato, mmejisikiaje sasa mara baada ya mchezoni tena kuahirishwa dhidi ya Mnyama? Ni mchezo ambao promotion mlifanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii, ikionekana mchezo mlikuwa mnautaka kweli. Obviously lazima tuumie, kwa sababu ni mara ya pili mashabiki wanakuja uwanjani na mechi haichezi. Kwa hiyo hata kama angelikuwa mtu mwingine yoyote, na hiyo inatokea katika mikoa tofauti. Kwa hiyo kuna ule usumbufu wa mashabiki, unakuta wamekata tiketi zao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaumiza. Mathalani mechi iliahirishwa tarehe 30 kule Tabora. Na mechi hiyo sasa ikapangwa wakati TRA tumehamia Arusha. Kwa hiyo uwezi mtu akatoka kalipa labda kiingilio cha shilingi 10,000 au 20,000, lakini akakata tiketi ya kutoka Tabora kuja hapa Arusha, almost ni kama shilingi 60,000 au mpaka 70,000 kwenda na kurudi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba japokuwa sisi wenyewe sio kwamba tunapanga yatokee hayo, lakini kiuhalisia tu inaumiza kusema ukweli. Lakini there is no way, lazima tukubaliane na kile ambacho kinatokea. Kama kwa mazingira namna hiyo, kwa mazingira kama ya leo, mvua imenyesha, uwanja umejaa maji, huwezi ukaeka timu. Kwa hiyo na wanaohusika na kusimamia mpira wameona ni kweli kwamba mechi hapa haiwezi kachezwa. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima iahirishwe, ipangiwe tarehe nyingine, na sisi tuendelee kujipanga na mechi inayokuja. Bila shaka baadhi ya mashabiki tayari walishaingia uwanjani. Kwa upande wa tiketi zao, kuna taarifa rasmi mtaitoa, ama hivi sasa unaweza ukatujuza chochote? Hivi sasa siwezi nikazungumzia hilo, kwa sababu utaratibu wa tiketi ni lazima kuwepo na mazungumzo baina ya klabu pamoja na N-card ambao ndo wahusika wakuu wa ukataji wa tiketi. Kwa hiyo baada ya hapo kukaa ndo tutajua kwamba tiketi hizo itakuwaje. Nikushukuru sana dadangu Christina Mwagala. Asante.